Umetazama mchezo wa Ngao ya Jamii na Yanga amefanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya mtani wake. Kwa jicho lako pengine umeng'amua kitu gani? Of course, kwanza ilikuwa ni moja kati ya game ngumu sana. Game ambayo ilikuwa ina quality ya hali ya juu sana. Nadhani moja kati ya areas ambazo zimekuwa ni ngumu katika siku hii ya leo ni style ya mchezo ambao ulikuwa unachezwa, kwa sababu ilikuwa ni more pressing game. Hii pressing haikuwa pressing ya upande mmoja, ilikuwa pressing ya pande zote. Simba walikuwa wanafanya pressing, Young Africans walikuwa wanafanya pressing. Lakini area moja ambayo ilikuwa inafanywa pressing zaidi ni area ya robo ya tatu ya uwanja. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anafanya pressing kwenye mazingira. Kwa hiyo timu zote mbili zilidepend on second ball zaidi. Yaani ule mpira wa pili. Sijui umeelewa? Ule mpira wa pili zaidi. Ndio ulikuwa ukuona timu inacheza labda pasi 10. Umeona Lakini the reason behind ni kwamba ilikuwa ni mechi ambayo ina tension ya hali ya juu sana. Ilikuwa ni ngumu sana na ni game ambayo ilikuwa na quality ya hali ya juu sana. Young Africans walikuja wanafanya pressing kubwa, yani pressing ilikuwa ni ya hali ya juu sana. Unapofanya pressing ina maana unampa na haumpi nafasi opponent kuweza kutengeneza mipango yake. Lakini also moja kati ya kitu ambacho nimeona midfielders watatu wa Young Africans ambao always wakicheza wao timu inakuwa very strong. Huyu ni Abuya, Mudathir pamoja na Max. Unaona Max, naona katika mechi hii anacheza katikati zaidi, tofauti mzoea kucheza kama kiungo, lakini anachezea kitokea pembeni. Sasa hivi anacheza katikati passe, unajua siku za nyuma anachezeshwa pembeni. So watu hawa watatu, hii ndio mihimili, wanasema backbone ya team, yani Young Africans, ile strongest, yani strong area Young Africans iko kwa watu hawa watatu. If they are fit kama walivyoamka leo, I say ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaipa Young Africans afueni hali ya juu sana. Why nasema afueni? Nasema afueni kwa sababu muangalie leo, ukimwangalia ule Jigi nadhani atakuwa ametoka msafi pale. Sijui kama ina Diara, sio? I believe alikuwa ametoka msafi. The reason ni moja tu. Hiyo eneo la midfield la holding kushuka katika eneo la defense la Young Africans, kuna watu wanafanya kazi yao ipasavyo. Hata Bakari kapteni pamoja na Baka, I don't believe kama walikuwa na kazi kubwa sana, kwa sababu kazi kubwa ilikuwa inafanya na watu watatu. Very aggressive, wanaweza kufanya pressing. Umeona bana, Simba wamecheza zaidi kwenye dakika 20 ya kipindi cha kwanza. So they playing vizuri kwenye hizo, lakini pamoja na kucheza vizuri kwenye dakika 20 za kipindi cha kwanza, bado hawakuweza kubreak ile area ya hold ya eneo la kiungo cha ulinzi Young Africans kupenetrate kwenda ndani. Hiyo ilikuwa ni shida. Na sasa wenyewe wakaona kama sisi tunaweza tukamiliki ule mchezo, basi wakaanza kupigana pasi katika eneo lao. Wakati wanapigana pasi, Young Africans wana gain momentum kidogo. Sio? Katikati tuwezi kupasiana kwa sababu kuna watu wengi sana. Nini kikafanyika? Kikafanyika kwamba sasa hivi tunataka kucheza kupitia kwenye flanks. I say these two wings wa Young Africans, wale wageni ule Zakwani pamoja na ule Kangwanda, they are very good players. Kwenye touch ya mpira, wana touch nzuri sana mpira. Alafu sasa sasa huko tu si kupita, tutapita wapi? Ikaanza kupigwa mpira pembeni, wale wakaanza kukimbia. Lakini pia area ambao pia Simba leo walikuwa na wakati mgumu sana ni kwenye fullbacks. Nadhani wale watu wawili walikuwa wako down sana leo. Quality ya Duchu imashaka kidogo. So Simba wanatakiwa kufikiria both. Unanielewa? Sehemu zote. Sasa kwa sababu kama unakwenda unakuwa mzuri kwenye unafika mbele, alafu pia upigi pasi vizuri, pasi yako inakuwa inaishia katikati ama inaokolewa, means wanasema hiyo production unakuwa hauko productive. Umeelewa? Kwa hiyo na wao walikuwa, naamini pia kuna kitu nakiona pia. Inawezekana pia labda mazoezi magumu, kuna hiyo tired legs kutokana na nini wanasema na mazoezi magumu ya pre-season, pamoja na kwamba walikuwa wanafanya mazoezi huko wanacheza mechi. Pia nimeiona pia iko kwa Simba. Inaonekana kuna kitu kama hicho. Lakini in terms of quality, hizi teams zina sayari yake, unajua ulikuwa unasubiri nini ipatikane goal? Makosa binafsi. Na I say it's lucky. Mungu yuko pamoja na Simba kwa sababu makosa binafsi ya defenders wa Simba wametupa mpira kwenye eneo la tani. If katikati angekuwa na Kai ule Sharulile ambaye baadaye alihamia pembeni,
nadhani tulikuwa tunazungumza kitu kingine leo. Sawa. Moja kati ya matarajio makubwa kwa mashabiki wa Simba ni kutoka kwa striker wao Ibrahim Dumbia. Walitaraji huenda angefanya makubwa hii leo kwenye mchezo wa dabi na akitoka hapo awe Dumbia mwingine. Kwako umetazama vipi kiwango chake kwa nafasi ambazo alipata nafasi ya kucheza? Look, huyu kijana they give him pressure. Nadhani mashabiki sijui nani wanampa pressure. He's not bad player. I'm telling you, si mchezaji mbaya. Na nataka nikwambie kitu kimoja. If ni swali lenu wote, kama Dumbia alikuwa ndio mchezaji ambaye alikuwa na haribu kwenye kikosi cha Simba, baadaye aliingia Mpanzu, wakaingia wachezaji wengine, kilibadilika kitu gani kwenye ile timu? Kwa hiyo wanaweza kusema labda ni damu, hii damu yake inaweza kwa, lakini don't give him pressure huyu mchezaji. Watu wa Simba wasimpe pressure huyu mchezaji. Mpeni support. Kwanza hate aliyokuwa nayo ni nzuri, na mipira yote ambayo ilikuwa inapigwa pale katikati, ndiye mchezaji ambaye alikuwa anagongana na mabeki wa Young Africans kuliko mtu mwingine yote. Sio nalo vizuri yani. Ndiye mchezaji ambaye hata akikimbia wale wote hawakutoka kule mbele kwa nyuma kwa sababu yake. Sasa mchezaji mzuri sio lazima apige chenga. Anapiga chenga mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio striker tunamhitaji. I say dunia imeshatoka huko. Nasema pia mtake muelewe wote, unajua generation hii pia kila mmoja anaangalia football kwenye lengo yake. Naomba niwaulize swali wote. Top 4 timu ambazo zimecheza kwenye finali za World Cup. Timu 4. Argentina, Spain iliyochukua ubingwa, England pamoja na France. Nani striker alikuwa? Nani alikuwa striker? Hakuwa tena striker halisi. Labda sema huyo England Harry Kane, alikuwa Harry Kane kwenye sena anaocheza akiwa na Bayern, anashuka chini siku hizi, sio? Muda mwingi unamwona anashuka chini kuja katikati, naye pia anakuwa mtu assist. Means team inacheza without him, striker inakuwa na striker ambaye ni force, anakuwa ni force. Nani? Is he a striker? Modern. Merino is a striker? Is there what in strikers? They are not strikers. They are playing from the flanks. You understand? Kwa hiyo modern football, dunia ya mpira wa kisasa imebadilika kutoka kwenye striker mnemsema hamna striker. Ma striker waliomaliza walikuwa kina Ronaldo de Lima, ambaye anaweza kachukua watu wawili, watatu, wanne, watano. Haya ukiwaambia sasa hivi Simba hamna striker, watampata striker gani wa Afrika ambaye atakuja kupiga chenga defender watatu wanne? Yupi? Haya, watu wanalalamika kwamba Dumbia. Niulizeni tena swali, mipira mingapi ambayo ulikuwa umepelekea mkasema huyu ni striker akapelekwa mpira afu kashindwa kufunga? Wote tumeangalia mechi kutoka kwenye zone ya midfield. How striker midfielders wamepiga pasi ngapi ambazo sema hii ni pasi inaenda kwa striker ataenda kufunga? Amekosa magoli mawili kapewa nafasi. Mingapi? Mipira yote mipira kuja juu, yuko na defenders wawili anapelekwa mpira juu. Huyu sio malaika. Sasa a lot of pressure inakuja. Sasa kesho na kesho kutwa utasikia viongozi. Huyu toa sio namna gani? Ndio mpira wetu jinsi ulivyo. Umeelewa? It's gonna be bad. To me, naweza kusema kwamba bado hii timu ilikuwa inaonekana kama iko kwenye mazoezi magumu, wametoka kwenye mazoezi magumu kwa sababu wote mlikuwa mnaona mbona wanatembea hawa? Miguu unajua hii tired legs. Kutoka unafaa pre-season wakati huo unacheza nini? Mechi ilikuwa ni ngumu sana. Sasa hii mechi ya kimashindano, hii mechi ya juzi umeona mechi dhidi ya wale Police Kenya. Umeona level of fitness ya wale Police Kenya? Nini kilitokea? It's the same. Though mimi mechi zile ya Yanga na hii mechi ya Simba kwenye mashindano ilikuwa ni mechi huwa mimi naita mechi za exhibition, mechi za maonesho. Na sio tukubaliane hizi ni mechi. Useme umeonaje fulani, No. Zile ni mechi za nini? Za maonesho. Sasa iangalie mechi ya kimashindano. Ni ambayo tumeiona leo. Umeona leo mechi ya kimashindano jinsi inavyokuwa? Unaona mpira hakuna mtu anapewa nafasi ya kugeuka. Hakuna mtu anaweza kuchukua mpira kwa dribble 2-3. Mchezaji gani ambaye ameangushwa mara nyingi sana dakika 20 za kwanza? Bebase sio? Je, alikuwa kwa nini anaangushwa? Ni kwa sababu hakuna nafasi unajua kati ya mtu na mtu. Na yote inatokana na nini? Game approach. You approach your game ya nani walokuja nayo Young Africans. Cross inakupa nafasi ya kuona kama mimi siwezi, hauwezi kutoka, hauwezi kugeuka hapa. So ilikuwa ni ngumu kutana, ilikuwa ni ngumu kufanya dribbling, kila kitu kilikuwa ni kigumu. So mwisho wa siku mazingira yote haya jamani, tunauangalia mpira sijajua watu wanaangalia mpira katika engo zipi. Huyo wanaomlaumu
Yanga licha ya kwamba ndio bingwa wa ngao ya jamii lakini haimaanishi kwamba hakufanya makosa au hana sehemu ambazo zina mapungufu. Eneo lipi hasa ambalo linahitaji kuongeza nguvu zaidi? Leo wamecheza vizuri sana. Leo ukiulizwa na kasema wote wamecheza vizuri. Sasa ukiulizia eneo kwamba eneo gani linatakiwa kufanyiwa marekebisho wakati ndio game ya kwanza ya kimashindano na mwisho wa siku bado kuna depth kubwa ya squad ambayo yuko kwenye bench. Sio? Unaweza kuona makosa mechi kama leo kwa sababu wameshinda na baada ya kushinda unaona wamezuia vizuri, sio? Na baada ya kufunga kuna kipindi sasa hawawezi kwenda mbele. Simba wanakuja, wao wameamua kufanyaje? Kukaa katika eneo lao na kuzuia sasa kusema kwamba hii game imefanyaje? Imemkwisha. Hiyo ni game approaching and sometimes unaweza ka win game pasipo kucheza vizuri. Sio? Uko kati unahitaji matukio. Very good anticipation kwa striker yule Mzambia nadhani aloingia. Lakini shida usione kwamba pia kwa hao fullbacks. Bado pia shida umeiona kwa mfano yule Duchu. Goli mpira wa cross. Amechangiwa na watu wangapi?